watu wa eneo hili, ningependa kuwakaribisha katika kipindi kifuatacho ambacho ni kipindi cha mahubiri. Ningependa tuweze kupata ombi, kisha tutaweza kuendelea na tuombe. Mungu wetu uishie milele, ni wakati mwingine Baba tumenyenyekea miguuni pako, tukiomba msaada na wokovu utokao kwako. Shika mikono ya kila mmoja wetu, mawazo yetu weze kuyageuza yaweze kukuelekea, nasi tupate kuokolewa milele. Nitumie kama chombo chako, na mwisho wa jina lako lipate kutukuzwa. Na ni katika jina lako Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. Amina. Basi nawakaribisha nyote katika kipindi hiki ambacho tutaweza kuona tumaini la ulimwengu ambalo umeweza kuanguka. Kristo anampenda kila mmoja wetu, na ndiyo sababu ameweza kuleta ujumbe huo ama ujumbe huu kwa kila mmoja wetu, ili kwamba baada ya kufahamu na kulipokea kama apendavyo ama kama atakavyo kuongoza Mungu, upate kuokolewa. Na hivyo basi tunazungumzia tumaini katika ulimwengu huu, maanake mambo yote ambayo yamo katika ulimwengu huu yanaonekana ni kana kwamba yanatia shaka watu wa Mungu. Ni kana kwamba inafanya watu wanaoishi na kudumu katika ulimwengu huu kuona ya kwamba maisha hayapo baada ya sasa. Lakini siku ya leo ninakuletea tumaini ya kwamba Mungu anakupenda, na ndiyo sababu atakuelekeza na kukupa ujumbe huu. Katika kitabu cha Mwanzo 1 mstari wake ni wa 26, tunaelezwa kuhusu jinsi ambavyo Mungu aliweza kuumba mwanadamu, ya kwamba katika mikakati na mipango ya uumbaji, Mungu akaumba vitu vyote kuanzia siku ya kwanza hata ilipofika siku ya 6. Mungu akasema ya kwamba na tumfanye mwanadamu kwa mfano na hata kwa sura ya Mwenyezi Mungu. Hiyo ni jambo wazi ambalo linatuambia ya kwamba mwanadamu alipoumbwa mwanzoni hakuwa na uovu wowote. Mwanadamu hakuwa na upungufu, hakuwa na changamoto ambazo tunapitia katika siku ya leo. Lakini tunapoendelea tunaweza kuona kile ambacho kinatokea kutokana na kutotii. Mungu alipokamilisha kazi yake katika siku ya 6, katika kitabu hicho cha Mwanzo 1:31, tukaambiwa ya kwamba na baada ya kufanya vitu vyote, Mungu akaona ya kwamba vilikuwa vyema sana. Jambo ambalo linazidi kutuambia ya kwamba hata mwanadamu aliyeumbwa na Mwenyezi Mungu hakuwa na uovu wala kasoro yoyote katika maisha yake. Lakini ni nini ambacho kiliweza kutokea? Ni nini ambacho kinatufanya sisi kama wanadamu kutaabika na kupitia changamoto ambazo tunaziona siku ya leo? Kama tulivyoambiwa ya kwamba Mungu alipomuumba mwanadamu, katika kitabu hicho cha Mwanzo 2 mstari wake
ni wa 15 hadi mstari wa 17. Ningependa msomaji uweze kufikia pale. Nasema kwamba Mungu akamtoa huyo mtu. Naam. Akamweka katika bustani ya Edeni. Na alipomweka katika bustani. Naam. Ya kwamba 16 inasema Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu. Alimpa agizo lililokuwa likisemaje? Akisema, naam, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula. Na yani ya kwamba matunda ya mti wowote ulio katika bustani waweza kufanya nini? Waweza kula. Waweza kula, lakini naam, matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Mungu anamwagiza ya kwamba kuna matunda ya aina mbalimbali katika bustani ya Edeni ama shamba la Edeni. Na hivyo basi anaweza kula matunda yoyote ama yote, yani yatakayomwezesha aweze kuwa na afya. Lakini kukawa na onyo na kila ambacho kiliweza kupewa kwake ama agizo ambalo aliambia kwamba asituputu ama asijaribu kamwe kufanya nini? Kulila tunda la kujua mabaya na mazuri. Unapoona Mungu anapompa mwanadamu huyu sheria ama agizo hilo, ni kwamba alimpenda sana. Ni kwamba mwanadamu huyu asipofahamu mabaya, hivyo basi hakutakuwa na jambo lolote baya ambalo lingempata katika maisha yake. Iwapo mwanadamu angetosheka na ujuzi ama na maarifa ama na hekima ambayo Mungu alimtakia aweze kuwa nayo, ndipo angeweza kuishi maisha yenye uhusiano wa karibu na Mwenyezi Mungu. Yani angekuwa na huo uhusiano bora, kungekuwa na amani na furaha katika maisha ya mwanadamu huyo. Hivyo basi tunaambiwa ya kwamba mwanadamu alipopewa agizo hilo, kukawa na jambo ambalo aliagizo ya kwamba lingefanyika, na hilo ni lini? Matunda ya mti wa ujuzi wa wema na mabaya usile. Naam. Kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo, naam, utakufa hakika. Ni kwamba katika siku ile ambayo mwanadamu huyo atalila tunda hilo ya mti wa kujua mazuri na maovu, ndipo atakufa hakika. Yani Mungu akamwambia kwamba hautaweza kuponyoka mauti, utakufa kwa kutotii sheria ya Mwenyezi Mungu. Hivyo basi tunaambiwa katika kitabu cha Mwanzo 3 ya kwamba mwanadamu huyu alipokuwa mle bustanini ama katika shamba la Edeni, kuna jambo ambalo lilitokea ama ambalo liliweza kutukia, na ni kwamba mwanadamu huyu ambaye ni Adamu na nani? Naam, waliweza kujiwa na mnyama aliyekuwa na busara sana, naye ni mnyama ajulikanaye kama nani? Nyoka. Kama nyoka. Na hivyo basi nyoka aliweza kuingia pale katika bustanini, naye akamdanganya mwanadamu, akamwelekeza katika kufanya kile ambacho Mungu alikuwa amelikataza ama ametoa onyo kulingana nayo. Na kwanza tutapata kugundua ya kwamba Shetani ambaye mwanzoni alikuwa ni malaika wa Mungu, malaika aliyeumbwa akaumbika, aliyekuwa na hekima, aliyeumbwa akakamilika, katika kitabu cha Ezekieli 28 ukianzia mstari wa 12 utapata kugundua ya kwamba huyu Lucifer ambaye alikuwa ni malaika wa Mungu, alikuwa malaika aliyekuwa mtakatifu, malaika ambaye alikuwa na cheo mbinguni,
Yaani huyu Lusifa alikuwa amepewa uwezo wa kuwa kerubi, na kerubi inamaanisha ya kwamba alikuwa yule aliyekuwa karibu na Mwenyezi Mungu, akifunika utukufu wa Mwenyezi Mungu. Na kuna jambo ambalo liliweza kutokea alipokuwa pale mbinguni. Hebu na tuweze kupata na tusome kwa wepesi. Ezekieli 28 tuanzie 12, nasema, Naam. Tena neno la Bwana likanijia kusema, mwanadamu, mfanyie maombolezo mfalme wa Tiro. Naam. Ndiye Bwana Mungu asema hivi, Naam. wewe wakitia muhuri kipimo umejaa hekima. Alikuwa amejaa hekima na nini? Ukamilifu. Na ukamilifu wa uzuri na nini? Ulikuwa ndani ya Edeni. Ulikuwa ndani ya Edeni, bustani ya Mungu. Bustani ya Mungu. Kila jiwe la thamani lilikuwa kifuniko chako. Naam. Hakiki na yukuti. Naam, ningependa uruke mstari wa 14. 14 nasema, wewe ulikuwa kerubi. Ulikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta afunikaye. Mwenye kutiwa mafuta kwa minajili ya kufunika nini? Utukufu wa Mungu. Naam. Nami nilikuweka hata ukawa juu ya mlima mtakatifu wa Mungu. Mungu akamweka awe mmoja wao wa malaika waliokuwa na utukufu mlimani pa Mwenyezi Mungu. Umetembea huku na huku kati ya mawe ya moto. Naam. Ulikuwa mkamilifu katika njia zako. Alikuwa mkamilifu. Alikuwa mkamilifu katika maisha yake yote, hata siku ile ambayo nini ilipatikana mawazoni mwake. Hata uovu ulipoonekana ndani yako. Naam, kukawa na uovu katika mawazo yake. Na hivyo basi tunaambiwa nini? Endelea msomaji. Inasema ya kwamba kwa wingi wa ujuzi wako, Naam, watu walikujaza udhalimu ndani yako. Naam. Wewe umetenda dhambi. Naam. Kwa sababu hiyo nimekutoa kwa nguvu katika mlima wa Mungu. kwa sababu ya uovu huo wake, kwa sababu ya kutaka kujinua awe mfano ama awe kama Mwenyezi Mungu. Utapata kugundua katika kitabu cha Isaya 14 uanzie mstari wa 14 hata mstari wa 16. Utagundua ya kwamba alitaka kujiinua kuwa kama Mwenyezi Mungu, yaani awe na mamlaka na nguvu kama Mwenyezi Mungu, lakini hakukuwa na nafasi kwake. Hata alipopewa onyo, akaambiwa jinsi ambavyo alivyokuwa akiasi Mwenyezi Mungu, akaweza kukataa na kujiona ya kwamba alikuwa mkamilifu. Lakini kukawa na vita mbinguni, kukawa na vita kati ya jeshi la Mwenyezi Mungu na jeshi la huyu Ibilisi, ambaye alipojiona ya kwamba yeye ni mtakatifu akawadanganya baadhi ya malaika, nao wakajiunga katika kumfanyia Mwenyezi Mungu vita. Lakini ole wake, maana alipokuwa akitarajia kushinda akashindwa na akatupwa milele. Naye ndiye sababu ameleta maovu haya yote katika ulimwengu huu. Katika kitabu cha Ufunuo 12 tuanzie mstari wa 7 hata mstari wa 11. Inanena ikisema, pumzi ya Mungu. Kulikuwa na vita mbinguni. Kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake wakapigana. Mikaeli ambaye ndiye Yesu Kristo pamoja na malaika wake wakafanya nini? Wakapigana na yule joka. Wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Naam. Nao hawakushinda. Nao hawakushinda. Wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Wala mahali pao hapakupatikana
pale mbinguni. Yule joka akatupwa. Alipotupwa, naam, akaweza kutupwa katika ulimwengu huu. Na ndiyo sababu sasa tunaona ya kwamba lile jina zuri, jina kerubi, jina Lucifer, ama majina hayo yakaweza kuondolewa kwake, naye akapewa majina maovu, yaani akapewa jina joka. Joka kumaanisha yule adanganyaye ulimwengu. Akapewa majina mengine maovu ambayo kwa hakika yalidhihirisha ya kwamba alikuwa mwasi wa sheria za Mwenyezi Mungu. Alimjia basi mwanadamu ama Adamu na Hawa katika kitabu cha Mwanzo 3, naye alipomjia mwanadamu Adamu na Hawa, tunaambiwa ya kwamba aliweza kumdanganya Hawa, lakini kwanza akamuuliza swali. Je, Mungu aliwaambia nini? Msomaji, mstari wa 2. Mwanzo 3:1 inasema, basi nyoka alikuwa mwerefu kuliko wanyama wote wa mwitu aliyowafanya Bwana Mungu. Naam. Akamwambia mwanamke, Naam. ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, Naam. kila matunda ya mti yote ya bustani. Asante sana msomaji. Utakapoendelea kusoma utagundua ya kwamba alitumia udanganyifu. Alimjia mwanadamu kwa busara mwingi sana, na mwishowe akamweza kumnasa mwanadamu huyu. Utagundua katika mstari wa 4 ya kwamba alimwambia mwanadamu lile alilowaambia Mungu ni uongo, yaani akamwambia kwamba hamtakufa hakika, hamtakufa hakika. Lakini kumbuka kile ambacho Mungu alimwambia mwanadamu, ya kwamba mtakufa hakika. Hivyo basi huyu joka ambaye ndiye Ibilisi akageuza mawazo ya Mwenyezi Mungu, akamdanganya ama akawa mdanganyifu, akageuza mawazo na maneno ya Mwenyezi Mungu. Mwanadamu naye akajipata amejikwaa ama amepotea ama ametanga mbali na Mwenyezi Mungu kwa kulila tunda hilo. Utagundua basi ya kwamba mwanadamu huyo alipokula tunda hilo akawa sasa na uhusiano usio wa moja kwa moja na Mwenyezi Mungu. Maanake alipolila tunda hilo akajua kweli maovu na nini na mazuri. Alijua maovu na mazuri, na alipofahamu maovu na mazuri akajua ya kwamba yeye mwenyewe yu uchi, na hivyo basi akamtoroka Mwenyezi Mungu. Mbona hekima yake sasa isimfanye awe kama Mwenyezi Mungu? Kweli anajua maovu na mazuri kama ajuavyo Mungu maovu na mazuri. Tofauti ni ile ya kwamba maovu ama hekima ya mwanadamu haiwezi kufikiana ama haiwezi kusawazishwa na ya Mwenyezi Mungu. Na hivyo basi mwanadamu akapotea ama katanga baada akaenda kujificha. Lakini tumaini la ulimwengu siku ya leo ni kwamba Mungu hakumwachilia mwanadamu aweze kupotea. Alikuja katika shamba la Edeni katika mstari wa 9. Akamtafuta mwanadamu. Alijua kwa hakika mwanadamu amemkosea, na hivyo basi akampa njia ya kuweza kupata uokovu. Na hivyo basi katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Timotheo, ningependa tusome hapo. Waraka wa kwanza wa Timotheo 2 mstari wake ni wa 3 na mstari wa 4. Kuna tumaini katika eneo hili na hata katika eneo ama ulimwengu mzima. Maanake neno la Mungu linatuambia nini kuhusu mipango ya Mwenyezi Mungu? Hili ni zuri, naam, nalo la kubalika mbele za Mwenyezi Mungu, naam, Mwokozi wetu, naam, ambaye hutaka watu wote waokolewe. Yeye Mwenyezi Mungu hutaka watu wote, ukiwemo katika eneo hili, ya kwamba upate kuokolewa. Hataki uweze kupotea,
Na katika kitabu cha Yohana 3 mstari wa 16 ambalo linasemaje? Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akafanya nini? Akamtoa mwanawe wa pekee. Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee ili nini isifanyike? Ili kila mtu amwaminie, ili yeyote atakayemwamini huyu Kristo asipotee bali aweze kufanya nini? Bali awe na uzima wa milele. Bali awe na uzima wa milele. Hivyo basi, ewe unayesikiza sauti hii, jua ya kwamba utakapochagua mwenyewe kuangamia ama ukichagua kuangamia ni wewe mwenyewe, lakini Kristo anasema ya kwamba nimejitoa kwa ajili yako ili kwamba upate kuokolewa. Hivyo basi, njoo kwake Kristo. Tafuta Kristo aliye tumaini kwetu sisi sote, na kwa hakika tutapata kubarikiwa. Sina mengi ya kuambia tena kwa sasa. Mimi tunawatakia mibaraka, amani na upendo wa Mwenyezi Mungu. Kwa sasa tunaweza kupata kuomba na tuombe. Utukuzwe Mungu uliyeupenda ulimwengu huu hata ukamtoa mwanawe wa pekee ili kwamba yeyote atakayemwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Asante kwa sababu ya wana wa eneo hili ambao wamekwisha kusikiza ujumbe wako. Ni ombi langu kwamba wavute karibu nawe, wasaidie waweze kukufahamu na waweze kukufuata maishani mwao wote. Wape nguvu, wape mahitaji yao ya kila siku, na zaidi Baba, utuongoze hata tutakapopokea uzima huo ambao umetupa bure. Jina lako litukuzwe kuanzia wakati huu na hata milele. Na ni katika jina lako Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amina. Mungu awe pamoja nanyi. Asante.